Wir sind dankbar für jedes Lied, das wir zur Ehre Gottes singen können. Dankbar für die Sänger, dankbar für Tunashukuru jeden, sana kwa ajili ya kila der wimbo teilhat tunaoweza an kuimba dem, kwa was ajili ya getan utukufu wa wird, Mungu. Tunashukuru kwa um ajili dem ya wale Herrn zu wanaoimba. dienen. Tunashukuru pia kwa ajili ya Wir haben wale es wote oft wanaopata genug sehemu gesagt, kwa yale wir yanayofanyika kwa haben ajili ya nur ein kutumikia Bwana. Leben Tulishaka und kuyasema das mara Leben nyingi. gehört dem Tuna Herrn. uzima moja tu, na uzima huo ni Es wa Bwana. erkauft, hat den Preis Aliukomboa, bezahlt. akalipa deni kwa ajili yake. Wir gehören nicht mehr uns selber, sondern ihm, Hatuko wetu sisi wenyewe tena, der sein Leben lakini für tuko wa uns yule gelassen hat. ambaye aliyetoa uzima wake kwa ajili yetu. Paulus sagt, was ich jetzt lebe, Paulo anasema, das lebe ich im Glauben yale des ninayoishi Sohnes sasa ninayaishi katika imani ya mwana wa Mungu. Gottes. Er sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Wagalatia sura 2 mstari wa 20. Na anasema Waroma 14 mstari wa 8, kama tunaishi tunaishi kwa ajili ya Bwana, kama tunakufa tunakufa kwa ajili ya Bwana. Tuishi au tunakufa tuko wa Bwana. Haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Wie wir schon im Einleitungswort Kama vile gehört tumekwisha kusikia haben, katika neno la kuanzisha, keinen Stillstand geben, hakupashi sondern kuwa ein hata Vorwärts kusimama gehen moja, mit dem lakini kuweza kusonga mbele pamoja na ein Bwana, tiefer hineindringen in die kupata Gemeinschaft mit Gott, kupenya kwa kilindi die katika ushirika Verbindung pamoja na mit ihm Mungu, suchen und finden, auf dass die Gnade Gottes kutafuta na je kupata länger, je mehr uhusiano wa kilindi pamoja naye, mächtig ili wirksam neema wirken ya kann. Mungu iweze kutenda tena zaidi na zaidi kwa namna ya nguvu ndani mwetu kupitia neno na kupitia Roho na Und mengineyo. speziell einfach Ninawakaribisha aufmachen, nyote bitten, na ninawaomba einen tu Gottesdienst muweze als Gottesdienst zu kukamata betrachten makusanyiko ya kiungu kama vile und makusanyiko ya Ruhe zu kiungu bewahren na kuweza während kubaki dem kimya Gottesdienst. katika muda wa makusanyiko ya An kiungu. dieser Stätte die Katika Ehrfurcht mahali vor hapa dem Herrn tuna heshima na und vor oga seinem Wort. mbele ya Bwana Es na mbele ya gehört neno sich lake, einfach, dass im Hause Gottes na ni Ruhe vizuri sana bewahrt wird ili kimya iweze kulindwa katika und nyumba nicht ya Menschen Mungu, reden, na sondern isikuwe Gott watu durch sein wanaozungumza, Wort lakini iweze durchredet. kuwa ni Mungu ndiye anayeweza Wir heißen euch kutuzungumzia herzlich kupitia neno lake. und aufrichtig willkommen. Tunawakaribisha Aber nyote bitten kwa darum, furaha kubwa na kwa dass moyo ein mwema, Gottesdienst als ein lakini solcher tunawaomba betrachtet mukamate na muweze und kuishi erlebt makusanyiko ya wird. kiungu kama vile Es geht yalivyo. darum, dass wir alle gesegnet Inahusu werden kwamba si sote und tuweze einer kubarikiwa den anderen na stört. mtu mmoja asiweze Ein kusumbua hata Gottesdienst wengine. beginnt und hört Makusanyiko auf. ya kiungu In der yanaanza na Zwischenzeit darf niemand inamalizika, herein na und hivyo hivyo heraus hakuna gehen, mtu anapasha kuingia na die kutoka Tür nicht schwenken und schwanken kisha apige und andere mulango gestört ili werden, sondern, wie ich eben schon sagte, alete kelele na ein kusumbua wengine. Gottesdienst Lakini kama vile ist mlisha in der kusema, Gegenwart Gottes makusanyiko ya kiungu und das yanafanyika mbele ya Haus des uso wa Herrn Mungu, soll na ein nyumba ya Bwana Bethaus heißen für alle itaitwa Völker. nyumba ya maombi kwa ajili ya Aber mataifa alle yote. Völker, Isaya die sich 56 im mstari wa 7. Bethaus versammeln, Lakini makabila alle zote Nationen, ambazo zinazokusanyika Sprachen, katika nyumba ya sind maombi, dann das mataifa Volk yote, Gottes. malugha zote, hao In ndiyo dem, taifa la Mungu. wo wir Kinder Tangu Gottes wakati geworden sind, tunapogeuka kuwa wana wa Mungu, gehören wir zu der tunakuwa großen sehemu Familie. ya jamaa kubwa ya Mungu. Und als Kinder Gottes, so schreibt Na es sisi kama vile Paulus wana wa Mungu, kama vile an Paulo Timotheus, anavyoandika akiandikia sollen wir Timotheo, wissen, tunapaswa wie man sich kujua im namna Hause gani Gottes tunapaswa zu kushikamata betragen hat, katika nyumba ya welches Mungu da ist, die ambayo Säule und Grundfeste der Wahrheit. iliyo msingi So na schreibt es nguzo ya kweli. an Timotheus. Als Timotheo wa die kwanza Sänger sura 3 mstari wa das zweite 15. Lied gesungen haben, Nguzo dachte ich na an ni hiyo ndiyo 2. aliandikia Timotheo. Timotheus Kapitel Wakati 4, waimbaji walipoimba wimbo wa Vers pili, 7, nilikumbuka Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 7. Paulo anasema hapa Vers 7, ndani ya Timotheo wa pili sura 4 ich mstari wa habe den 7, guten Kampf gekämpft, habe den Lauf vollendet, nimepiga vita vizuri, den nimemaliza Glauben mwendo wangu, unverletzt bewahrt. nimelinda imani. Fortan liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit Mstari wa 8, bereit. nyuma ya haya nimewekewa taji ya Der haki gerechte Richter ambayo Bwana mhukumu wa mir an haki jedem atanipa Tage siku ile, zuteilen wird. Jedoch nicht nur wala mir, si mimi tu, sondern überhaupt lakini allen, watu wote pia die sein Erscheinen wanaopenda lieb kuonekana gehabt haben. kwake.
Mahali pengine Paulo aliandikia Timotheo ndani ya Timotheo wa pili sura 2 mstari wa 5 ya kwamba mtu anayetaka kupigana apigane kama vile inavyofaa, kama sivyo hata fikwa taji. Kupigana katika utaratibu anayaeleza hapa ya kwamba yule anayetaka kupigana na kuingia katika mashindano aweze kuacha yote, hapashi kubebeshwa mizigo au kusumbuliwa. Anajiweka huru ili aweze kupata sehemu katika mashindano, na iko hivyo hivyo kwa ajili yetu. Tunapasha kutengana na yote ambayo inayotuzuiza kusonga mbele kweli kweli ndani ya imani, ili tuweze kufika sote pamoja kwenye lengo kwa neema. Nataka kusoma andiko fulani za Biblia, niliweza kuyazungumzia jana jioni. Ningetaka niweze kusoma sura 5 ya Injili ya Marko sura 5 mstari wa 13. Marko sura 5 mstari wa 13. Hapa inaandikwa, dann nun auch Jesus sogleich die Empfindung in sich hatte, mara moja Yesu akafahamu katika roho yake ya kuwa nguvu zimetoka kwake, akageuka katika makutano akasema, nani aliyegusa mavazi yangu? 31. Wanafunzi wake wakamwambia, unaona makutano wanakusonga-songa, nawe unasema nani aliyenigusa? 32. Akatazama pande zote amone yule aliyefanya neno hili. Tumesikia vizuri sote? 32. Akatazama pande zote amone yule aliyefanya neno hili. 33. Mwanamke akijua neno ambalo lilimpata aliogopa, akatetemeka, akakuja akaanguka mbele yake, akamwelezea kweli yote. 34. Akamwambia, binti, imani yako imekuponyesha, kwenda zako na salama, uwe mzima, usiwe na mateso yako tena. Makutano yote ilikuwa kimuzunguka, ilikuwa songa na kumugusa, lakini pale kulikuwa mwanamke mmoja aliyekuwa na hitaji, ambaye hakuwa na kusukuma kama vile wengine walikuwa kisukuma tu, lakini aliyemugusa kwa imani, akiwa na kukubalishwa kwamba kama anaweza kumugusa atapona. Hiyo ndiyo ilikuwa imani ambayo aliyokuwa nayo katika moyo wake, na imani hiyo ikafanya maajabu ya uponyaji. Wanafunzi walisema, Bwana au Mwalimu, mbona makutano yote na kusonga au watu wote wanakugusa? Lakini hakutosheka na hiyo, akatazama ndani ya makutano ili aone yule ambaye aliyekuwa amemugusa kwa imani, akiwa na hitaji katika moyo wake. Na wakati alipomona akamzungumzia, na tumekwisha kuyasoma Marko sura 5 mstari 13 na 4. Binti yangu, imani yako imekuokoa au imekuponya. Katika maneno ya kwanza halisi, neno alitumikishwa kwa ajili ya wokovu na uponyaji inakuwaka ni neno moja, sawa sawa na yeye inayofanyika iwe kwa ajili ya nafsi na kwa ajili ya mwili. Ni neno moja inayotumikishwa katika matamshi halisi. Bwana ni ile mbili, yeye ni mwokozi na ni mponyaji. Aliumizwa kwa sababu ya dhambi zetu, alipigwa na kuumizwa, mapigo iliwekwa juu yake ili nasi tuweze kuwa na salama, na kwa kuumizwa kwake nasi tumepona. Vile vile kama damu yake ilivyomwangika kwa ajili ya msamaha wa dhambi zetu, alipigwa pia
vile vile pia alipigwa na kuumizwa, ili nasi tuweze kupona na ugonjwa wetu. Na kwa kuumizwa kwake, kwa sababu ya kuumizwa kwake nasi tumepona. Kuumizwa kwake, hiyo ndio ilikuwa alama iliyoonekana kwa sababu ya kupigwa kwake. Aliyasikia katika mwili wake yote, yale yote ambayo iliyokuwa ndani, laana yote, na akawa laana kwa ajili yetu, ili nasi tuweze kuwa waliobarikiwa wa Mungu. Wakati niliposoma kwamba ilikuwa haihusu watu waliokuwa katika makutano, lakini mtu aliyekuwa pale alikiwa na hitaji na ombi ya kipekee, nikajiuliza sasa tuko wapi? Tuliweza kuja tu kwa ajili ya kuweza kusikia neno hapa tu kwa ujumla, au tulikuja ili tuweze kugusa Bwana na kuweza kuguswa na yeye? Tulikuja tukiwa na hitaji inayokuwa ya kweli, hitaji kwa ajili ya kuweza kuishi Mungu. Mtu anayekuja kwake anapaswa kujua ni kitu gani anangoja kwake. Bwana alikuwa akiuliza kila wakati, unataka nikufanyizie nini? Mathayo sura 20 mstari 13. Kipofu alikuwa akisema ninataka nione, wale wakoma kwa akisema tunataka tusafishwe, vyote alikuwa akisema tunataka tutembee, naye alikuwa akisema neno moja na hiyo ikifanyika. Na wasihi tusijifurahishe tu kuweza kukusanyika karibu yake kama vile kundi tu, lakini tuweze kumgusa kila mtu kwa upande wake kwa imani, na nguvu zitatoka ndani mwake. Andiko ya Agano Jipya inayohusu mwendeleo wa yote ya wakati wote wa kanisa iko katika sura 4 ya barua kwa Waebrania mstari 15 na 16. Waebrania sura 4 mstari 15. Maana hatuna kohani mkubwa asiyeweza kuchukua maneno yetu ya udhaifu, lakini yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, lakini pasipo kufanya dhambi. Mstari 16. Basi tukaribie kiti cha neema pasipo woga, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ona ni neno gani la ajabu! Nasi pia tunaweza kugusa Bwana, tunaweza kunyanyua macho yetu kwake kwa imani, na tuweze kupata neema na kupata msaada unaostahili au kwa wakati unaofaa. Kama vile tumekwisha kusikia neno la ajabu sana katika neno la kuanzisha, tumelipokea katika moyo. Ningetaka niweze kusoma andiko fulani za Agano la Kale na kisha niweze kufanya uhusiano pamoja na Agano Jipya. Mnajua ndani ya Agano la Kale ni Israeli ndiyo Bwana alichagua katikati ya mataifa yote, malugha zote na mataifa yote, ili waweze kuwa taifa lake. Akafanya agano pamoja nao, akawabariki wakati wote walipokuwa wakitembea katika njia zake, na alikuwa akiwaacha wakati walipokuwa wasiotii. Mungu ni Mungu mtakatifu, Mungu wa haki. Hawezi kuacha kila mtu afanye yale anayotaka, kama vile pia baba wa dunia hii anavyofundisha watoto wake. Mungu naye anataka tuweze kufunzwa ili tuweze kutembea katika njia zake, tuweze kuwa watiifu, ili naye aweze kutufurahia. Ndani ya Kumbukumbu la Torati kwenye sura 1 mstari wa 32 inaandikwa, Kumbukumbu la Torati sura 1:32, lakini hamkuamini Bwana wenu kwa neno hili. Yale ambayo Mungu anatuagiza ni imani na uaminifu,
ndani yake, ndani ya neno lake. Na kama vile tushaka sema mara nyingi, Mungu anastahili kuaminiwa, neno lake linastahili kutumainiwa. Yale aliyoahidi yeye anaitimiza kweli kweli. Mungu anataka ili tuweze kumtumainia. Mungu anataka tuweze kumwamini, tuweze tumkamatie kwenye neno, tumkamatie kwa neno lake. Hata kama tuone kitu kama vile Abrahamu alikuwa akiamini, ijapokuwa kulikuwa hakuna hata tumaini kwamba Mungu angeliweza kutimiza yale ambayo aliyokuwa ameahidi. Neno lililo katika Kumbukumbu la Torati sura 4, Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 10. Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 10. Siku uliposimama mbele ya Bwana Mungu wako katika Horebu, wakati Bwana aliponiambia, unikusanyie watu, nitawafanya kusikia maneno yangu, ili wajifundishe kuniogopa siku zote wanazoziishi duniani, na wafundishe wana wao. Ninashukuru sana kuona jinsi Mungu anaweza kuwa ni Mungu wa mtu binafsi. Haihusu mawazo fulani iliyo bure ambayo inaweza kuwa mahali fulani katika anga tu, lakini ni Mungu wa mtu binafsi, naye anayetawala na kukaa kwenye kiti chake cha enzi, na aliyejifunua kwa taifa lake la Israeli na kwa watu walio tofauti kwa namna iliyo ya kipekee sana. Na ninatumaini kwamba pia alijifunua kwako wewe mwenyewe pia. Inahusu kwamba Mungu aliweka uhusiano wake mwenyewe pamoja na wanadamu ndani ya Kristo, na kwamba sisi kama vile watu tuweze kupata nasi huo uhusiano wake mwenyewe pamoja na Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Ndani ya Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari, Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari 35 na 36, inaandikwa hapa. Kumbukumbu la Torati 4:35 na 36. Wewe umeonyeshwa maneno haya ili ujue ya kwamba Bwana yeye ni Mungu, wala hapana mwingine ila yeye. Mstari 36, toka mbinguni amekufanya kusikia sauti yake ili akufundishe, na juu ya nchi alikuonyesha moto wake mkubwa, na ulisikia maneno yake kutoka kati ya moto. Mungu alijifunua, si Mungu anayekuwa kimya na aliyejificha, lakini ni Mungu anayezungumuza na anayejifunua kwa ajili ya wale wote ambao walioweza kuishi Mungu. Yeye ndiye uhakika ulio mkubwa ambao unaoweza kuwa hapa duniani. Mungu anayekuwa hapa mbinguni, Mungu iko mbinguni, hapa duniani na katika anga yote nzima. Ndani ya Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 5 na wa 6. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 5 na wa 6. Na utafikiri moyoni mwako ya kuwa kama mtu anavyoazibu mwana wake, vivyo hivyo Bwana Mungu wako anakuazibu wewe. Mstari wa 6. Na utashika amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia zake na kumwogopa. Mungu hakuzungumuza tu, anataka ili yale aliyosema yaweze waweze kuitii. Ndani ya Kumbukumbu la Torati sura 27 tuna hapa horoza ya mambo tofauti ambayo Mungu aliyosema, na pia ndani ya sura 28 ya Kumbukumbu la Torati tuweze kuyachunguza kidogo.
Ninataka niweze kusoma moja yake, nataka nisome moja yake tu. Tunaweza kuyasoma yote kwa ujumla ya sura yote nzima, lakini akose baadaye. Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari wa 9. Musa na makohani Walawi wakawambia Israeli wote wakisema, nyamazeni na kusikiliza. Mumesikia hapa hii matamshi inasemeka, nyamazeni na kusikiliza, Israeli. Uwe kimya Israeli na usikilize. Mniruhusu niweze kufanya hii onyo. Lakini ni watu wengi wanao nyamazisha Mungu, wasio tayari kuweza kunyamaza, sawa sana neno la andiko Isaya 13:15. Ni wakati unapobaki kimya na unapongoja ndipo utaweza kusaidiwa. Ndugu Rusi ataweza kujua ni kitu gani nachozungumzia sasa, kama ninaweza kuyamkumbusha. Kuna ndugu yetu mpendwa, au kuna mtu mpendwa anayetuzungumzia tunapomuita sana kila wakati kwenye simu, na wakati tunapozungumza naye kwenye simu tunasikia mtu mwingine akizungumza nyuma yake, na sio mtu anayezungumza kwenye simu ambaye tunayezungumzia au yule ambaye tunayezungumza naye. Tunasikia mwanamke akizungumza kwa sauti kubwa huko nyuma, wakati wa mazungumzo yote tunayofanya pamoja na mume wake. Kuna watu ambao wasioweza kujifunza kunyamaza, pia hata mbele ya Mungu. Kila wakati wanakuwa na maoni yao, hawako tayari kuweza kunyamaza mbele ya Mungu ili waweze kusikia yale ambayo Mungu anayotaka kusema. Wanaanza kutengeneza majibu yao na hawasikie. Hapa wanatuambia nyamazeni na kusikiliza. Mstari wa 9, Kumbukumbu la Torati 27. Nyamazeni na kusikiliza, Israeli. Ni lazima sana kwetu tuweze kunyamaza mbele ya uso wa Mungu, tuweze kuwa kimya ndani mwetu, ili tuweze kuacha Mungu atuzungumzie kupitia neno lake, ili neno lake liweze kupenya ndani mwetu mpaka liweze kutenganisha roho na nafsi, mifupa na mafuta ya mifupa iweze kutenganishwa, kama vile Waebrania tuambia mstari wa 4 mstari wa 10, sura 4 mstari wa 12. Waebrania, Kumbukumbu la Torati 27 mstari wa 9. Nyamazeni na kusikiliza, Israeli. Wakati tunapokuwa mbele ya uso wa Mungu tunapaswa kunyamaza. Tunapaswa kusikiliza na kunyamaza, kusikiliza katika ukimya, tuweze kumeza ndani mwetu yale ambayo Mungu anayosema, ili neno liweze kutenda ndani ya mioyo yetu na katika maisha yetu. Aliweza kusema pia, Kumbukumbu la Torati 27 mstari wa 9, leo umekuwa watu wangu, umekuwa watu wa Bwana Mungu wako. Mstari wa 9, sehemu ya pili. Kupitia Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu alikuja akachagua Israeli, na kisha kwa kuja hii kipimo akaweka agano, akaweka mapatano pamoja na Mungu na taifa lake. Na hapo ndiyo maana hii maonyo yote inawekwa hapa, na umuhimu inawekwa kwamba leo umekuwa watu wa Bwana Mungu wako. Tangu wakati, tangu siku unapokuwa mwana wa Mungu na unapokuwa umefungwa kwa taifa la Mungu, tangu wakati ule unapaswa kunyenyekea, unapaswa kunyenyekea chini ya neno la Bwana na kuweza kusikiliza katika kimya, kusikiliza katika ukimya, ili baadaye uweze kuweka katika matendo yale ambayo tunayosikia kupitia neno la Mungu. Kisha kuna kuja haya matamshi 12 inayofuatana, ambayo inayopashwa kuheshimiwa kama tunataka, ili baraka ya Mungu iweze kudumu juu yetu. Ya kwanza inahusu sehemu ya pili ya amri
ya kwanza. Kumbukumbu la Torati 27 mstari 15. Alainiwe mtu anayefanya sanamu ya kuchonga au sanamu ya kuyeyusha, machukizo kwa Bwana, kazi ya mikono ya fundi, na anaisimamisha kwa siri. Na watu wote watajibu na kusema amina, au iwe hivyo, amina. Na kisha endelea mstari 16, alainiwe yeye anayezarau baba yake au mama yake, na watu wote watasema amina, iwe hivyo. Mstari 17, alainiwe yeye anayeondoa alama ya mpaka wa jirani yake, anayehamisha mpaka wa shamba ya jirani yake, na watu wote watasema amina. Na hiyo inaendelea na mengine na mengineyo, lakini hatutakuwa hapa leo ili tuweze kusoma mambo ambayo yanayotimilika juu ya watu ambao wasiofuata Mungu, wasioamini Mungu na wasioweza kumtumainia, ambao wasio kumtumikia. Lakini kwetu sisi inataka tuonyeshe namna gani waliobarikiwa Mungu wanakuwaka. Tunakumbuka na tunaamini yale ambayo Paulo aliandika kwa mwisho wa barua yake kwa kanisa la Roma. Anasema hapa ndani ya Waroma sura 16 kwenye mstari wa 25, Waroma 16:25, kwa yeye anayeweza kuwasimamisha ninyi sawasawa na habari njema yangu na mahubiri ya Yesu Kristo, kama ufunuo wa siri iliyowekwa tangu nyakati za milele. Mstari 26, lakini sasa inaonyeshwa kwa maandiko ya manabii kama amri ya Mungu wa milele iliyojulikana na mataifa yote kwa kutii kwa imani. Kwa sababu ya leo gani? Mstari 26 anasema kwamba kwa sababu ya kutii kwa imani, ili iweze kuleta kutii kwa imani. Maufunuo zote ambazo Mungu alishaka kutupatia na ambazo atakazotupatia tena, yale ambayo hatujaweza kuyaona kosa siku moja, haiwezi kuwa pale kwa ajili ya kutujaza ujuzi wetu, lakini kuweza kuamsha ndani mwetu utiifu wa imani, na hiyo katikati ya wale wote ambao wanaoingia katika uhusiano pamoja na mahubiri ya Injili. Tunaishi katika wakati ambamo watu wengi wanataka kuweza kujua yote, na wanawaza kwamba wakati wanapojua mengi na kwamba wanajua vizuri tena. Ujuzi unaleta kiburi, lakini upendo unajenga. Wakorintho wa kwanza sura 8 mstari wa kwanza. Heri ya ujuzi, kujua kwa heri, Yesu ni wangu. Heri ya ujuzi, kutembea katika njia zake, kutembea na kuamini kama vile andiko linavyosema. Mniruhusu niweze kusoma sasa hii horoza ya baraka ndani ya tumaini na ndani ya imani na ndani ya kuamini, kwamba inatimilika juu yetu na kwamba tunaweza kuwekwa na kuhesabiwa na Mungu kama vile inavyoandikwa hapa ndani ya Kumbukumbu la Torati sura 28, kwanza kwa mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Tukamate hii kwenye moyo na tuweze kuwa sehemu ya wale ambao wasioweza tu kuwa wanakaa katikati ya watu wengi, lakini wale wanaoweza kutanana na Bwana wao wenyewe, wanaoweza kumugusa, wanaoweza kuonywa na yeye na kubarikiwa na yeye, kama yeye anayeweza kuwaita kutoka katikati ya makutano, na ambao anaweza kuzungumzia kama vile wale anayeweza kujifunua kwao tena. Nasoma ndani ya Kumbukumbu la Torati sura 28 kwanza kwa mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Na itakuwa kama utasikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, kuangalia kufanya maagizo yake yote ambayo ninakuagiza leo,
so wird der Herr, dein Gott, dich über alle Völker Bwana der Mungu Erde wako erhöhen. atakuweka juu kuliko mataifa yote ya dunia. Ni hivyo ndivyo inaanza. Kama unatenda, kama unatii na kuheshimu maamri yote ambayo Bwana aliyotoa. Sasa mstari wa kwanza nasema, Bwana Mungu wako atakuweka juu kuliko mataifa yote ya dunia. Mstari wa pili, na baraka hizi zote zitakufikia na kukupata. Tutazipewa, zitatimilika na zitafanyika, zitaonekana, zikionyesha kwamba Mungu iko pamoja nasi na kwamba ametubariki. Neno baraka si matamshi tu iliyo bure, iliyo uwazi, inayokuwa iko tu katika anga kama vile katika mahabari tu, lakini baraka inaonekana kwa sababu Mungu anaweza kufanya kwa ajili yetu yale aliyosema kulingana na neno lake. Na aliambia Abrahamu, Mwanzo 12 mstari wa pili, nitakubariki na utakuwa baraka. Mstari wa pili ya Kumbukumbu la Torati, na baraka hizi zote zitakufikia na kukupata. Sisi kama vile wana wa Mungu tuweze kutumaini kwamba tulishaka barikiwa na Bwana, naye atatimiza ahadi zake. Mstari wa pili, kama unatii amri za Bwana. Tazama sasa orodha za hizo baraka zote. Mstari wa tatu, utabarikiwa mjini na utabarikiwa shambani. Taifa la Mungu linabarikiwa mahali pote, iwe katika mji au katika kijiji. Mahali pote tunapoweza kuwa, wale ambao Bwana anabariki wanabarikiwa. Mkumbuke wakati Balaka alipotaka kuweza kulaani taifa la Israeli, alileta Balamu, Hesabu 22 mstari wa 6, na Balamu akashtarisha ili aweze kulaani, lakini sasa akakubali kwamba hangeliweza kulaani wale ambao Mungu alikuwa amebariki, na akayakubali kwamba hakuna laana juu ya Israeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wamebarikiwa na Mungu. Watu wanaweza kusema yale wanayotaka na kutamka yale wanayotaka, lakini wale waliokombolewa na Bwana, wale waliobarikiwa na Bwana wanabaki waliobarikiwa na wanabaki waliokombolewa na Bwana. Tatu, utabarikiwa mjini na utabarikiwa shambani. Mstari wa 4, uzao wa tumbo lako utabarikiwa, na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama yako, mazidio ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako watabarikiwa pia. Yote itabarikiwa, yote itabarikiwa katika uwanja wote, katika hori, katika gala, katika shamba. Utabarikiwa wewe mwenyewe, wewe kama vile taifa lilobarikiwa na Bwana. Na hiyo inaendelea kwenye mstari wa 5, kitunga chako kitabarikiwa na chombo chako cha kukanda unga. Unaona, Mungu aliwazia yote, aliweza kuwazia pia hata mema ya dunia hii au hali ya dunia hii. Mstari wa 5, kitunga chako kitabarikiwa na chombo chako cha kukanda unga kitabarikiwa. Nakumbuka huyo mjane katika Agano la Kale, wakati nabii alipokuja kwake na akamwambia, Wafalme wa kwanza sura 17 mstari wa 11, kwamba nitayarishe chakula, na akajibu sura 12, nina chakula moja tu kwa ajili yangu na kwa ajili ya mtoto wangu, na kisha tutakufa, na kisha tutakufa. Na nabii akasema kwenye mstari wa 13, nipatie kwanza mimi kitu fulani,
na hiyo ilikuwa ni vigumu sana, lakini kulifanyika nini? Unga katika hiyo kitunga haikukauka, hata mafuta katika hiyo chupa haikuisha. Mstari 14 ya Wafalme wa kwanza sura 17. Mungu anabariki pia mambo, anabariki pia walio wake katika mambo ya dunia. Hawana hitaji ya kuombaomba, lakini wanaweza kuwa na cha kutoa na cha kupana. Mstari 5, kitunga chako kitabarikiwa na chombo chako cha kukanda unga kitabarikiwa. Mstari wa 5 ya Kumbukumbu la Torati 28. Wapendwa ndugu na dada, mnaweza kubarikiwa pia wakati mnapofanya mkate au mnapotengeneza gato. Mnapaswa kubarikiwa, mnapaswa kujua, mnapaswa kuwa na uhakika kwamba mnabarikiwa. Mnabarikiwa mahali pote, katika shamba, katika mahali pote. Mnapaswa kubarikiwa katika mji. Mnapaswa kujua kwamba Mungu anabariki. Iwe katika kijiji au katika mji. Mstari 5. Kitunga chako kitabarikiwa na chombo chako cha kukanda kitabarikiwa. Mstari 5. Mstari 6 sasa. Utabarikiwa wakati unapoingia na wakati unapotoka utabarikiwa pia. Sema tuende au tubaki, tunaenda tukiwa tuliobarikiwa na Bwana, na tunarudi kama vile wale waliobarikiwa wa Mungu. Haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Mungu ana taifa hapa duniani, na tuweze kuelewa hii vizuri. Laana tulinyanganywa, ilitoshwa juu yetu kwenye msalaba wa Golgotha, ili baraka ya Mungu iweze kuja juu yetu katika ujao wake wote. Na niwaahidi kwamba kama Mungu alishaka kutubariki katika Kristo, ni kusema sasa tulishaka barikiwa milele na milele. Haiwezi kuwa tofauti. Sasa namna gani Mungu hawezi kutupatia yote pamoja naye? Waroma 8:32. Tunaweza kukiri katika imani kwamba waliokombolewa wao kama vile taifa la Mungu, wale ndio waliobarikiwa wa Bwana mahali pote walipo siku zote. Sura 7 inatuambia yale ambayo itakayofika tena. Kumbukumbu la Torati 28 sura 7. Bwana atafanya adui zako wanaosimama juu yako kupigwa mbele yako. Nimesoma vizuri mstari 7. Bwana atafanya adui zako wanaosimama juu yako kupigwa mbele yako. Sio wewe au mimi kuyafanya, lakini Bwana yeye ndiye atakayetembea mbele yetu, atapigana kwa ajili yetu, sawa sana neno la andiko Kutoka 14 mstari 14. Musiogope, muwe kimya, nitapigana kwa ajili yenu. Kama vile bana ngapi shaka ukisoma wakati taifa la Israeli, taifa la Mungu lipokuwa likitumainia Bwana, nao walikuwa kamate mambo katika mikono yao, lakini walikuwa kiacha kwa Mungu. Tunakumbuka pia Daudi, wakati taifa la Mungu lipokuwa limetukanwa na kudharauliwa, na Goliati alionekana mbele yao, yeye kijana aliyetaka ili aweze kuleta chakula kwa ajili ya ndugu zake waliokuwa katika jeshi, na wote walikuwa wakitetemeka. Mchungaji mmoja akakuja, lakini alikuja pamoja na Bwana, na Bwana alikuwa pamoja naye. Angeliweza kuvumilia kwamba huyo Mfilistini asiyetahiriwa angeliweza kutukana taifa la Mungu. Samueli wa kwanza sura 17 mstari 26. Na wakati alipoona hiyo, akatazama, akajiuliza, sasa huyu Mfilistini asiyetahiriwa kwa nini anaweza kutukana jeshi kubwa la Mungu mweza yote? Na alikuwa akijua kwamba ilipasha kuwa kitu fulani kinafanyika hapa, hangepasha kuendelea hivyo. Alikuwa ameshikwa kwa ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya lengo gani? Alikuwa kwa upande wa Mungu. Na kisha akasema, ninataka niweze kufanya hivi kwa msaada wa Mungu. Alikuja kwa jina la Bwana. Nishaka kuyasema hapa, wale ambao walishaka tumikisha gomeo, niliweza kuitumikisha katika ujana wangu. Nilikuwa nikiishi katika kijiji, sijui mara ngapi nilikuwa nikipiga kwenye mapoto.
nilikuwa nikiangusha kose pia makengele, nisikuwa kijana mzuri, nilikuwa nikifanya michezo mingi mbaya, lakini kwa hivyo, lakini wale washaka kutumikisha gomeo wanajua namna gani kwa vigumu kuweza kupiga kwenye lengo. Hiyo inaombaka mafunzo mengi, inaomba kujua namna gani ya kukamata hiyo mshereti na kuweza kuacha hiyo ngozi. Na Daudi hakujisumbua, alikamata mawe 5 na gomeo yake, lakini jiwe la kwanza ilikuwa ni jiwe nayo stahili hapo hapo. Nashukuru Mungu sana kwa sababu hakuweza kupiga mawe 4 ili aweze kupiga kwenye lengo yake, lakini jiwe la kwanza ilikuwa ndio jiwe njema, na mtu yule akaanguka na ushindi ukaonekana, ushindi wa Mungu ukaonekana. Hata kama angeweza kuipiga katika lengo gani jiwe hiyo, Mungu angeliweza kuiongoza na kuiongoza mpaka kwenye impasha kwenda. Mtu yule alikuwa na uaminifu kama huo kwa Mungu. Siwaze kama angeliweza kuwa na hali mbaya kwamba au kiweza kwamba akose kwamba uende sasa kupiga lengo yako hivi. Hapana, alikuwa akijua kitu moja, kwamba katika jina la Bwana hakuna kitu kinaweza kupita pembeni, hakuna kitu kinaweza kupita pembeni kwa jina la Bwana. Kama tuko kwa upande wa Mungu, kama tunatumainia Bwana, na kama tunajua kwamba hapa ndipo Mungu aliponiweka, hii ndiyo nafasi ambayo Mungu alionipatia, hapa ndiyo kazi yangu sasa. Katika hali hii sasa niko hapa ili niweze kufanya katika jina la Bwana yale ambayo nipasha kufanyika sasa. Alikuwa akijua kwamba Mungu alikuwa amemshamtayarisha kwa ajili ya hiyo, na hiyo ikafanyika. Mniruhusu niweze kuendelea na kusoma kwangu. Nasoma tena kwanza kwa mstari wa 7. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 7. Bwana atafanya adui zako wanaosimama juu yako kupigwa mbele yako. Watatoka juu yako kwa njia moja na watakimbia mbele yako kwa njia 7. Kwa njia 7. Mnajua wakati jeshi linaposhambulia linakujaka likiwa na nguvu nyingi, na wakati linaposhindwa, wakati jeshi linaposhindwa linakuwa limeshindwa katika hali yote, na sio tu kushindwa tu, lakini pia kupigwa, na kila mtu anajaribu kuweza kukimbia kwa namna njema au mbaya. Watakuja kwa njia moja, lakini watasambazwa wakishindwa, na wakitarudi kwa njia 7. Wale ambao watakao pona kwa vita watakimbia. Na hiyo inaendelea kwenye mstari wa 8. Bwana ataamuru baraka juu yako. Baraka, mumesoma? Bwana ataamuru baraka juu yako katika gala zako. Oh Mungu, weka baraka yako juu yetu, katika muji, ndani ya kijiji, ndani ya kitunga, ndani ya chupa, mahali popote. Bwana, amuru baraka yako juu yetu. Na inaandikwa hapa kwenye mstari wa 8, Bwana ataamuru baraka juu yako katika gala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, na atakubariki inchini ambayo Bwana Mungu wako anakupa. Ni ajabu sana tu kuona jinsi Bwana aliweza kushughulikia yote, na kwamba tunaweza tu kuweza kumtumainia na kuweza kumfuata kwa utiifu, ili baraka yake iweze kuonekana pia. Baraka inaambatanishwa na imani, ndiyo, inaambatanishwa na utiifu ndani ya imani, utiifu wa imani, kufanya yale ambayo Mungu aliyoagiza. Sura 8. Bwana ataamuru baraka juu yako katika gala zako. Ninaitaka kwangu, ninawatakia, naitakia kwangu, nawatakia hayo, ili Bwana Mungu mweza yote aweze kuweka baraka yake juu yetu. Kuna andiko ndani ya kitabu cha Hesabu kwenye sura 4, mahali ambapo Bwana aliagiza watumishi wa Mungu
namna gani wangelipashwa kuweka baraka juu ya taifa la Israeli au kubariki taifa la Israeli. Hesabu sura sita, Hesabu sura sita kwanza kwa mstari wa 22. Bwana akamwambia Musa akisema, mstari wa 23, umwambie Haruni na wana wake ukisema, hivi ndivyo mutakavyobariki wana wa Israeli, mutawaambia. Mstari wa 24, Bwana akubariki na kukulinda. Mstari wa 25, Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kuonyesha neema. Mstari wa 26, Bwana anyanyue uso wake juu yako na kukupa salama. Mstari wa 27, ndiyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabariki. Hii si neno la ajabu? Tunabariki katika jina la Bwana. Tunabariki kwa sababu Mungu alibariki. Hiyo inamaanisha kwamba hatuwezi kubariki sisi, tunaweza tu kuweza kutamka hitaji ya baraka, lakini Mungu ndiye anabariki, na hiyo kwa ajili ya milele wote. Na wale aliobariki wanabaki waliobarikiwa. Lakini kama vile inaandikwa hapa mstari wa 23, hivi ndivyo mutakavyobariki wana wa Israeli, mutawaambia. Na hiyo inapaswa siku zote kufanyika katika jina la Bwana. Mungu hajifiche nyuma ya matamshi mengi, lakini Mungu anajifunua katika jina lake. Katika Agano la Kale, ndani ya jina la agano Yawe, yeye kama vile Bwana. Ndani ya Agano Jipya, ndani ya jina la Yesu, Yawe Mwokozi. Ana jina, utampatia jina la Yesu, kwa maana ataokoa taifa lake toka dhambi zao. Mathayo sura 1:21. Yale yote tunayofanya katika maneno au katika matendo tunayafanya katika jina la Bwana Yesu Kristo. Wakolosai sura 3 mstari wa 17. Tunasoma tena kwenye mstari wa 9, Kumbukumbu la Torati sura 28. Sasa mstari wa 9, Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, na sio tu kukombolewa, lakini taifa leo takatifu, kama vile alivyoapa, kama utashika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Mstari wa 10, na mataifa yote ya dunia wataona ya kuwa umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuogopa. Neno hili naligusa sana kwenye moyo. Taifa la Israeli lingepasha kubarikiwa kwa kiwango ulimwengu mzima. Mataifa yote wangepasha kutambua kwamba watu hawa walibarikiwa na Mungu. Nasoma tena hiyo, Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, kama utashika amri, maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya dunia wataona ya kuwa umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuogopa. Wapendwa wangu, inapaswa kuwa hivyo pia kwa ajili ya kanisa la Agano Jipya, kwamba liweze kuwa imebarikiwa kama vile kwa mwisho, libarikiwa kwa mwisho kama vile ilikuwa imebarikiwa kwa mwanzo, ili baraka ya Mungu iweze kuonekana kwa namna ya nguvu kupitia kitendo cha kimaajabu cha Roho Mtakatifu ndani ya wale ambao wanaokuja kwa ajili ya kusikia neno la Mungu, kwamba mambo haya yaweze kuonekana ndani mwao, ili taifa la Mungu liweze kubarikiwa na lisiweze kujifurahisha kuweza kuzungumza tu kuhusu baraka. Sura 10, Kumbukumbu la Torati sura 28.
na mataifa yote ya dunia wataona ya kuwa umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuogopa. Acha iweze kuwa hivyo kwa ajili yetu, kwa ajili ya taifa lote la Bwana, kwa ajili ya kanisa la Mungu aliye hai, ili tuweze kuitwa kwamba tunaitwa kanisa la Bwana, kwa sababu baraka ya Bwana inaweza kuonekana ndani yetu na kupitia sisi. Nani anahitaji ili aweze kubarikiwa na Mungu sawasawa na maandiko matakatifu? Nani anahitaji ili aweze kuwa sehemu ya taifa la Mungu linalobarikiwa? Ninaamini ya kwamba hiyo ndiyo hitaji ya sisi sote, na sio tu kuwa tuliokolewa tu, lakini kuweza kuwa tulitakasiwa kwa Bwana, kuweza kuona baraka zake za kweli zikionekana ndani ya hali yake tofauti katikati yetu, ndani ya maisha yetu. Mstari 11 inasema tena, na Bwana atakufanya uwe na wingi wa wema katika uzao wa mwili wako, katika uzao wa ng'ombe zako, na katika uzao wa nchi yako, na kadhalika na kadhalika. Na kisha kwamba Bwana ataikupatia kama vile alivyo apia baba zako, ataikupa. Mstari 12, Bwana atakufungulia hazina yake nzuri, mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yake kwa wakati wake, na kubariki kazi yote ya mkono wako, na utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa au hautajikopesha. Basi Mungu alitaka abariki hivyo, naye alibariki hivyo pia. Wote walikuwa wakiweza, wale wote walikuwa wakitumainia Bwana. Leo wanasema pia kwamba taifa la Israeli ndiyo taifa lilo nzuri sana katika mambo ya biashara. Yote wanaweza yote katika mambo yote mpaka siku ya leo. Taifa hili Mungu alibariki, na wale ambao wanaojua hiyo vizuri, waliosoma vitabu fulani, wanajua nani anayesimamia mali ya dunia yote nzima. Mungu alibariki, na hiyo tutabaki hivyo mpaka milele. Kwa hiyo mstari 13 inaandikwa, na Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, na utakuwa juu tu wala hautakuwa chini, kama utasikiliza maagizo ya Bwana Mungu wako ambayo ninakuagiza leo kuyaangalia na kuyafanya. Hakuna maneno ya kuweza kueleza hizi ahadi zote za baraka, kama vile yote inavyoandikwa hapa. Yote yanapaswa kutimilika ndani mwetu na kupitia sisi. Inapaswa kuonekana kwamba Mungu ana taifa hapa duniani, kanisa, kundi la waliokombolewa na Bwana kwa damu yake, kundi lililobarikiwa kwa baraka zote za kiroho za Mungu ambazo zinazokuwa katika anga ya mbingu, kwa maana ndivyo inavyoandikwa Efeso sura 1:3. Yale yote ambayo Bwana anahitaji ni kwamba tuweze kuamini kwa utiifu, tuweze kumfuata na tuweze kumtumikia. Na anasema hapa mstari 13, na utakuwa juu tu wala hautakuwa chini, utakuwa kichwa wala hautakuwa mkia. Hautakuwa mtu anayekuja wa mwisho, lakini utakuwa wa kuja wa kwanza, kwa sababu Bwana atakuwa amekubariki. Wapendwa, Mungu ana taifa hapa duniani ambao laana ilitoshwa juu yao, taifa ambalo alilobariki mwenyewe. Na wakati anapokuwa amefanya hivyo, hakuna mtu anayeweza kuibadilisha. Tunapashwa kuweka uaminifu wetu wote ndani yake, uaminifu wetu ndani yake, na tukijua kwamba atafanya yote kwa ajili ya utukufu na sifa ya jina lake takatifu. Kisha kumeandikwa kwenye mstari wa 14 kwa kumalizia, Kumbukumbu la Torati sura 28, wala
wala kugeuka kando katika maneno yoyote ambayo ninakuagiza ninyi leo, kwa mkono wa kuume wala kwa mkono wa kushoto, kwa kufuata miungu mingine na kuitumikia. Mungu ana taifa lisiotumikia miungu mingine, taifa ambalo lisiyoweza kufanya Mungu mmoja kuwa miungu mingi, lakini wanaoamini Mungu mmoja wa kweli ambaye aliyejifunua kwetu yeye mwenyewe ndani ya Yesu Kristo. Kama vile tumekwisha kusema mara nyingi, kuna ufunuo mmoja tu wa Mungu, ufunuo wa Mungu yeye mwenyewe, na hiyo ilifanyika ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na mtu yoyote anayeweza kuiishi kama vile yeye aliyefufuka ataweza kusema kwa sauti kwa kama vile Toma ndani ya Yohana sura 20:8, Bwana wangu na Mungu wangu. Petro aliweza kusema tena, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jibu ikakuwa, sio mwili na damu iliyokupatia mambo hayo, lakini ni Baba yangu aliye juu mbinguni. Lakini baada ya ufufuko Bwana wetu alisema, uwezo wote nimeupewa ndani ya mbingu na juu ya dunia. Kama vile nimekwisha kuyasoma na kuyasema, Toma alisema kwa sauti kubwa wakati alipoona yule aliyefufuka, akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Bwana wangu ni mwana wa Mungu. Bwana wetu ni mwana wa Mungu. Yeye ni mwana wa mtu, mwana wa Daudi, mpatanishi, mtetezi, mfalme, kohani na nabii. Yeye ni mambo mengi, anapaswa kuwa mambo mengi, lakini kama tunaweza kwenda mpaka mwisho wa njia, tutaweza kumwona kama vile Bwana, kama Mungu, kama vile yeye aliyejifunua kwetu. Hatuna hitaji ya kuweza kusema mambo mengi tena zaidi juu ya mambo haya. Ni ufunuo tu, ila tu wale ambao wanaokuja kweli kweli kwa Bwana na ambao anayeweza kujifunua kwao ndio wanaweza kuipokea. Kuna pia maneno mengi ya andiko ambayo ingeweza kusomewa. Ningetaka kumalizia kose ndugu Rusi ana kitu fulani au ana mawazo fulani ya kuweza kuleta, lakini tuelewe katika imani leo kwamba Mungu ana kanisa lililobarikiwa hapa duniani, kanisa lililokombolewa, lililookolewa, lililotakasiwa kwake, lililotakaswa na yeye, kanisa lililobarikiwa ambalo analotaka aweze kutumikisha, ambalo anataka atumikishe kama vile wachukua neno, kama vile mahali pa kweli pa ufunuo ya baraka yake hapa duniani. Sio mataifa mengine, lakini taifa la Mungu. Taifa la Mungu lilo linapaswa kubarikiwa na Mungu kwa namna ya kuonekana na namna ya kukamatika, ndani ya shamba, nyumbani, ndani ya mambo ya dunia, ndani ya mambo ya kiroho. Mungu ni Mungu ambaye anayebariki. Ninaamini kwamba alishaka kutubariki pia. Alitengeneza njia zetu, alifungua mioyo yetu ili tuweze kupokea yale ambayo anayokuwa nayo ya kutupatia. Leo tena tunaweza kukaribia Bwana wetu, mtetezi wetu, tunaweza kukaribia kiti cha neema ili sasa tena tuweze kubarikiwa na yeye. Mukubali na muipokee, muikubali na muipokee. Kwa neema tu tunaweza kuwa sehemu ya kanisa la Mungu aliye hai. Kama vile tumekwisha kuona, Mungu aliambia Israeli wanyamaze na kuwa kimya. Maneno mawili, sio kuzungumza, lakini kunyamaza. Wakati Mungu anapozungumza,
hatuna hitaji ya kuweza kusema kitu, tuweze kumwacha azungumuze na tuweze kufungua mioyo yetu, ili maneno yake yaweze kupenya ndani mwetu na yageuke kuwa ufunuo wa kweli ndani ya mioyo yetu. Acha utiifu wa imani uweze kutengenezwa kupitia mahubiri ya neno, kupitia utangazaji wa injili ya ujao ya Mwokozi wetu na Bwana wetu mpendwa, Bwana wetu na Mwokozi wetu mpendwa Yesu Kristo. Mushike hiyo kwa moyo. Laana tulishaka inyanganywa, itosha juu yetu. Baraka ya Mungu ilikuja juu yetu si sote kupitia Kristo. Akose tena neno hili la barua kwa Wagalatia, kama vile mmekwisha kukumbuka, kwa maana inasema waziwazi, inazungumza waziwazi kuhusu baraka ambayo tunapaswa kupokea kupitia Kristo. Wagalatia sura 3, Wagalatia sura 3 kwanza kwa mstari wa 8. Na maandiko likiona tangu zamani kwamba Mungu atahesabia haki mataifa kwa imani, ilihubiri Abrahamu habari njema mbele, likisema kwa wewe mataifa yote watabarikiwa. Mstari wa 9, basi walio wa imani watabarikiwa pamoja na Abrahamu mwenye imani. Munaweza kuendelea kusoma. Nilisema kwamba nilitaka niweze kumalizia. Kuna tena andiko ingine ndani ya hiyo sura moja, Wagalatia sura 3. Ndiyo, unaweza kusoma yote. Inahusu hapa baraka ya Mungu ndani ya Kristo, na sana sana mstari wa 22, Wagalatia sura 3 mstari wa 22. Lakini maandiko yalifunga wote chini ya dhambi, kusudi wenye kuamini wapewe ahadi kwa imani ya Yesu Kristo, kwa imani ya Yesu Kristo. Na kisha kuna tena andiko ingine mahali kunaposemeka kuhusu baraka, akose pia mstari wa 15 na 16. Mnaweza kuyasoma yote. Ndani ya Kristo Mungu alitubariki, muyakubali, muyaamini, na tutaweza kuyafanya mazoezi na tutaweza kuyashuhudia, na wengine nao wataweza kuyafanya, kwa maana wataweza kuona kwamba Mungu alitubariki kwa baraka zote ambazo zinazokuwa hapa duniani ndani ya ulimwengu wa mbingu katika Yesu Kristo Bwana wetu. Hata jina lake la ajabu na takatifu liweze kusifiwa na litukuzwe. Amina.